kutoka kwa Mungu. Wanasifiwa sana. Hallelujah. Umurongo mukuru, mstari mkuu, nuzosoma urwandiko rw'Abaefeso, ukisoma waraka huo wa Efeso, umurongo mukuru warugize kivas, ile ambayo ni mstari kuu katika kitabu hiki, cha kabiri n'umurongo w'8, ni sura ya 2 mstari wa 8. Inasema twebwe, sisi, njewe nawe, mimi na wewe, twakijijwe n'ubuntu, kwa maana tumeokolewa kwa neema, kubwo kwizera, kwa njia ya imani, ngo ntivyavuye ku mirimo yacu, ambayo haikutokana na nafsi zenu, ahubwo ni impano y'Imana, ni kipawa cha Mungu. Imana ishimwe. Hallelujah. Ubuntu narabivuze ubushize, nimeweza kuzungumzia neema. Iyo tuvuze ubuntu, tukisema neema, bugizwe n'amagambo abiri, imefanywa na mambo mawili. Ngo baravuze ngo neema, ubuntu, wakisema neema, na magambo abiri, ni mambo mawili. Ijambo rya mbere, neno la kwanza ni imbabazi, ni rehema. Ijambo rya kabiri, neno la pili, urukundo, ni upendo. Nukuvuga ubuntu bw'Imana, ni kusema neema ya Mungu, ni imbabazi yakugiriye njewe nawe, ni rehema alizokufanyia mimi na wewe. Bw'Imana, neema ya Mungu, ni urukundo yadukunda, ni upendo aliyotupenda. Neema mu Kiswahili wasavuga ngo, neema kwa Kiswahili wanasema ngo tumependwa, twarakunzwe, hata hatukuwa tunastahili kupendeka, kandi tutari dukwiriye gukundwa. Twarakunzwe, tumependwa. Niba kusubira muri background yawe, weza kurudia katika historia yako. Subira iyo uri wenyine, weza kurudia ukiwa peke yako. Subira mu buzima bwawe, urudie kwa maisha yako. Lakini nubwo bimeze gutyo, hata kama iko hivyo, tumependwa, twarakunzwe, hata hatukuwa tunastahili, tutari dukwiriye kupendeka, gukundwa. Imana ishimwe. Asifiwe Mungu. Imana ihimbazwe. Hallelujah. Twakijijwe n'ubuntu, tumekombolewa kwa neema, si kubw'imirimo yacu, si kwa matendo, ahubwo bali n'ubuntu bw'Imana, ni kwa neema ya Mungu. Ngo buntu rero, hiyo neema tukazubukerenza, usiweze kuidharau, tukazubukinisha, usiweze kuidharau, ufite igihe buzashi, kwa maana kuna wakati itaishi. Hari igihe wakati wa kipindi cha neema tashi, igihe c'imbabazi kizarangira. isi yagizwe n'ibihe bigera kuri 7. dunia imekuwa na nyakati kama 7. ngira ngo niba nibitso n'ibihe 7, natumaye kama 7 hivi. hivi. Tugiye cyanyuma gihe cy'ubuntu, tupo kwa wakati wa mwisho, wakati wa neema wa Yesu. Imana ishimwe kuko twagiriwe ubuntu. Asifiwe, kwa maana tumeweza kupata neema hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Abaefeso, Waefeso, izina Abaefeso, jina wa Efeso, birasobanurwa ngo, maana yake nini? Kunezeza, kufurahisha, gushimisha, kufurahisha, kunezeza, kufurahisha. izina Abaefeso, jina wa Efeso, birasobanurwa ngo, inamaanisha kunezeza, kufurahisha. Abaefeso, Waefeso, ngo bitaga Yesu, walikuwa wanamuita Yesu. urwandiko rw'Abaefeso, waraka huo wa Efeso, Yesu avugwamo gute? Yesu anazungumziwa kivipi? Avuga kuko ngo Yesu, anasema Yesu niwe mwuzuro w'ibintu byose, ndiye ukamilifu wa kila kitu. Imana ishimwe. Asifiwe Yesu. Haleluya. Haleluya. Urwandiko rw'Abaefeso, waraka huo wa Efeso, Yesu avugwamo gute? Yesu anasemwaje? Yesu avugwamo ko wanamzungumzia Yesu kama ariwe ndiye mwuzuro kamilifu w'ibintu byose, ndiye kamilifu la jambo lote, kamilifu la akili, mwuzuro w'imigisha, kamilifu la baraka, mwuzuro kumenya, kamilifu la kujua, kamilifu la kuzaa, umwuzuro wose, ni ukamilifu wa vitu zote uri muri Yesu Kristo, ipo ndani ya Yesu Kristo. Mana nguhimbazwe cyane, Mungu apewe sifa. Data ngujashimwe cyane. Asifiwe Bwana. Urwandiko, waraka huu ngo rwitwa ngo urwandiko rwo mw'ijuru, inaitwa ni waraka wa mbinguni, ngo kuko rwuzuyemo amagambo menshi, kwa maana imejaa maneno mengi yo mu mwuka ya kiroho. rwitwa ngo urwandiko rwo mw'ijuru, ni waraka wa mbinguni, kuko rwuzuyemo amagambo menshi, kwa maana imejaa maneno mengi yo mu mwuka ya kiroho. Rutangiza nyine twereka, inaanza ikituonyesha ishurirwa Paulo yagize, ufunuo aliyokuwa nao Paulo. Paulo yagize ishurirwa, Paulo amekuwa na ufunuo. Igice cha mbere, sura ya kwanza, umurongo wa 4, mstari wa 4, harabango kuko yadutoranije muri we, inasema kwa maana ametuteua ndani yake isitararemwa, kabla ulimwengu kuwepo, ili tuwe watakatifu, tariho umugayo, tusipokuwa na kosa lolote mbele zake. Paulo akaonyeshwa, akaweza kufunuliwa, anatubwira ngo, akasema hivi, yadutoranije kera, ametukomboa zamani muri we, ametuteua zamani katika Yesu akatuteua kabla ulimwengu kuwepo, ili tuwe watakatifu, tutariho umugayo, bila kuwa na kunyanzi, bila kunyanzi lolote. Paulo akafunuliwa neno hili, akasema sisi yadutoranije kera, ametuteua mbele ya zamani kabla ulimwengu uwepo ndani yake, ili tuwe watakatifu bila kuwa na kunyanzi lolote mbele zake. Tumeweza kuteuliwa, tumeteuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Twaratoranijwe, tumeteuliwa. abo yatoranije, aliyowateua yarabejeje, ameweza kuwatakasa. abo yejeje, aliyowatakasa yabahaye ubwiza, amewapa utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Imana, Mungu yaradutoranije, ametuteua,
lakini idutoranyiza muri Yesu, akatuteua ndani ya Yesu isitararemwa kabla ulimwengu kuwepo, kugira ngo ili tuzabe imbere yawe, tuwe mbele zake, tuwe imbere y'Imana, tuwe mbele za Mungu tutariho umugayo, bila kuwa na kunyanzi. ariko tugira gute? Lakini tukafanyaje? Turi imbere yawe, tukiwa mbele zake. Imana ishimwe, Haleluya, Imana ishimwe, apewe sifa. Imana ishimwe. Haleluya, Twaratoranijwe kweli, tumeteuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Abivuga nk'amagambo meza, Kaweza kuzungumzia kama neno mazuri mugaragu w'Imana Mose yasenze, ambao mtumishi wa Mungu Musa ameomba. sengesho naritekeje muri kino giterano no minsi. Ombi hili nimelifikiria kwa mkutano huu, Ishana kure, kanipeleka mbali, danezezwe. nikafurahi. Igice cya 90 Mose yanditse, Sura ya 90 alipoandika murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri, mstari wa kwanza mpaka pili, raba ngo mwami we, nasema mfalme, ibihe byose, nyakati zote wahuzura ubuturo bwacu, uliendelea kuwa makao yetu, imisozi itaravuka, kabla mlima kuzaliwa, utarara mu kwisi, kabla dunia kuwepo ubutaka na hata ardhi, uhere iteka ryose, tangu zamani hageze iteka ryose, mpaka mwisho. ni wewe Mana yacu, Wewe ndiye Mungu wetu. Mana we, Mungu, mwami we, Bwana, wose huru ubuturo bwacu, umeendelea kuwa makao yetu kuva kera, tangu zamani, utarara misi, kabla kuiumba dunia, utarara muko n'ubutaka, kabla hata kuwepo kwa uhere ardhi, iteka n'iteka ryose, tangu zamani. uri ni wewe Mana yacu. Wewe ndiye Mungu wetu. Mana ishimwe, Mungu apewe sifa. Mana niyo buturo bwacu. Mungu ndiye makao yetu. Sinzi wewe, Sijui wewe, ubuturo bwawe ni makao yako ni yapi? Yesu, ubuturo bwawe ni amafaranga, Makao yako ni pesa. ubuturo bwawe ni muri Amerika, Makao yako ni Marekani. ubuturo bwawe ni muri Kenya, Makao yako ni ubuturo Kenya. bwawe ni muryango runaka, Makao yako ni jamii ariko fulani. Mose arasenga, Lakini Musa akaomba na kusema, Imana akasema, Bwana, werekera, tangu zamani wari ubuturo bwawe, ulikuwa makao yetu, isitararemwe, kabla dunia kuwepo, kabla ardhi kuwepo, tangu zamani za kale. ni wewe Mana yacu. Wewe ndiye Mungu wetu. Nanje niyo Mana yacu. Nami ndiye Mungu wangu. Nanje niyo Mana yacu. Mimi pia ni Mungu wangu. Naye niyo Mana yacu. Nami pia ni Mungu wangu. Katika wakati kera huu, mwisezero rya kera, agano la kale, abahaga ibigirwamana byinshi, kulikuwa na miungu mingi. abasengaga ibigirwamana, kuna wale walikuwa wanasujudu miungu, abawere kuri batera n'abandi, kuanzia akina Tera na wengine, bizari ibigirwamana bibaji, yaliyokuwa miungu ya masanamu za kuchonga. Lakini wakati huu, imana za none, miungu ya kisasa ni yale abantu bakunda kurusha Imana, watu wanapenda kuliko Mungu, abakunda Imana bakunda faranga kuruta Imana, wanaopenda pesa kuliko Mungu, hiyo ni miungu yao. abakunda abana babo kurusha Imana, wanaopenda watoto wao kuliko Mungu, watoto wao ni miungu yao. Wanaopenda waume zao, hao pia ni miungu zao. Lakini hapo Mungu mmoja. Musa akasema, Bwana, tangu zamani za kale uliendelea kuwa makao yetu, kabla dunia kuwepo, kabla ardhi kuwepo. Wewe ulikuwa Mungu wetu. Wewe ni Mungu wangu. Nami nimetangaza tena, Bwana ni Mungu wetu. Hallelujah. Hakuna kile naweza kupenda kuliko Mungu. Hakuna kile nitapenda kuliko Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atukuzwe Mungu wa milele. Hallelujah. Hallelujah. Nezerewe kabisa. Nafurahi. Urwandiko nanone, waraka huu sasa, rutubwira ibanga rya Kristo. Tunatuambia siri ya Kristo. Ari ryo torero umubiri we. Na ndiyo kanisa mwili wake. Rutubwira, linatuambia ibanga Kristo yari afite, ambayo siri aliyokuwa nayo Kristo. Watu wengi wana siri nyingi. Harayo babwiye bagenzi babo. Kuna yale wamewambia ndugu zao. Kuna mengine wanawadanganya. Kuna mengine wanayo mengine. Lakini ibanga rya Yesu, siri ya Yesu, ibanga rya Yesu, siri ya Yesu, Paulo anaandika kwa waraka huu, akasema siri yake ilikuwa ni kanisa, na kanisa hilo ari umubiri we, na ni mwili wake. Asifiwe Mwokozi wa milele. Asifiwe. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ibanga Yesu yagumanye, siri Yesu aliyokuwa nayo miaka 33, miaka 33 na nusu. Kuko yabaho miaka 30. Ameishi miaka 30. Ameze kama nita muri marako, akiwa kama wengine afanye kazi. Baada yake yaitangiye agize miaka, huduma yake ameanza akiwa na miaka 30. Akafanya miaka 3 na nusu. Hiyo miaka yose, miaka hiyo yote ikiwa 3 na nusu. Ibanga rya Yesu yari rimwe. Siri ya Yesu ilikuwa moja. Ilikuwa ni kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Kandi tore ryari umubiri we, na kanisa lilikuwa ni mwili wake, naye akawa kichwa. Imana ishimwe. Asifiwe. Biblia ivuga ngo, Biblia husema ngo bagore mwe,
wake ngo mwubaha abagabo banyu watini waume zenyu ngo kuko itorero kama kanisa yubaha Kristo linavomtii Kristo ngo kuko kwa maana Kristo ari umutwe w'itorero Kristo ndiye kichwa cha kanisa ngo ni nako umugabo ndivyo mume ari umutwe w'umugore ni kichwa cha mkewe. Ibanga rya Yesu siri ya Yesu yari itorero ilikuwa ni kanisa kandi itorero na kanisa wari umubiri we ilikuwa ni mwili wake. Imana ihimbaza asifiwe Yesu. atukuzwe Mungu wa milele. Haleluya. Efeso ngo wari umurwa uherereye murengerazuba bwa Aziya. Ilikuwa ni jiji ambayo ilikuwa huko Aziya, Asia. Yeah. Wari umuhanango munini. Ilikuwa ni jiji kubwa. Ariko umuhanango wakomeye mu gihe gitoya. Lakini ambayo imekuwa kubwa kwa wakati mfupi. Paulo yahageze. Paulo amefika. Ngo yawandikiye. Amewaandikia. Wari umurwa. Ilikuwa ni jiji munini kubwa. Wo muri Aziya y'uburengerazuba. Ya huko Asia. Kandi ngo wari umurwa munini. Na ilikuwa ni kubwa zaidi. Ariko wakomeye igihe gitoya. Lakini imekuwa waje gusenyuka. Imekuja kubomoka. Haleluya. Haleluya. Haturukaga imihanda minini. Kulikuwa kunatoka barabara kubwa. Ngo isha Syria ambayo inaelekea Syria Palestina na kwenda Palestina Mesopotamia na kwenda Potamia na hata Italia. Hali mihanda minini. Kulikuwa na barabara kubwa. Hizo barabara zimejengwa na Warumi. Kuko Abaroma barangwaga n'ibintu bibiri. Kwa maana Warumi walikuwa wanadhihirisha na mambo mawili. Mfano Warumi ulikuwa na vitu viwili. Jambo la kwanza walikuwa wajenzi wa wataalamu. Pili walikuwa ni wafanyabiashara. Warumi walikuwa ni wajenzi wa ajabu. Walikuwa tena ni wafanyabiashara. Ndio wamejenga barabara hizi. Iliyo ilikuwa ikitoka Efeso ikanyura Syria, inapita Syria, ikanyura Mesopotamia, inapita Mesopotamia na Italia pia. Handi kubera iyo mpamvu. Na kwa sababu hiyo uwo murwa jiji hilo wagiraga inyungu nyinshi. Ilikuwa na faida kubwa zivuye muri uyo muhanda. Ambazo zimetokana na jiji. Na hata kulikuwa hata na port kubwa. Haleluya. Haleluya. Basengaga ibigwamana. Walikuwa wanaomba wanasujudu miungu. Ikigimanwa cyitwa ni Diana, ambacho kinaitwa Diana Kigiriki kwa Kiyunani. Ariko mu Giheburayo cyitwa ngo ni Artem. Kwa Kihebrania inaitwa Artem. Diana cyari kigirwamana ngo cyashuzwe na Demetrio. Ilikuwa ni mungu uliotengenezwa na Demetrio. Demetrio yari umuhanga gucyo bigirwamana. Alikuwa ni mtaalamu kutengeneza miungu. Muri cyo gihe cha Artem. Kwa wakati wa Artem hari ibintu birindwi byari bikomeye. Kulikuwa na mambo 7 makubwa. Harimwo nikikigwamana cha ikiwemo pia miungu hii ya Artem. Hakabamwo ndetse ngo na Jardin Salomo ngo yayibase mu kirere. Kulikuwa pia na bustani ambayo ilikuwa imejengwa hapo. Na vitu 7 ambazo zilikuwa zinaangaliwa sana. Ni miungu hii. Ilikuwa na matiti kila pande. Kichwani kilikuwa na shimo. Kwani walikuwa wanamwangilia ibiryohera vitu tamu. Nukuvuga iyo abantu batahaga watu wakiwa wanatoka abantu ngo bageze bagenda ko watu walikuwa wanaenda kunyonya bakanyunyuza bwa biryohera wanaendelea kunyonya hiyo utamu. Bavu ngo Demetrio yari yarabikoze. Kwa nini alikuwa amefanya hivyo Demetrio? Ilikuwa ni nini? Abantu bazahore banyunyuza watu waendelee kunyonya tibagahararuke wasiwahi kuchoka. Kwa maana tabo Diana miungu hii ambayo inaitwa Diana maana yake nini? Shetani agira maberi meshi ana matiti nyingi mengi sana kandi na tena anaendelea kuweka mambo matamu ili watu waendelee kufaranga ni biryohe. Pesa ni vitu tamu. Sambanya ni biryohe. Usherati ni vitu tamu. Na mengine zaidi. Ili waendelee kunyonya wasiweze kuchoka. Lakini Mungu akusaidie uweze kutoka katika jina la Yesu. Atukuzwe. Hallelujah. Atukuzwe. Hallelujah. 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 Amen. Efeso ngo biringiraga arico gishobora kubahesha imigisha. Efeso walikuwa wanatumaini ya kuwa ndicho kitawapa baraka. Biringira kikigwamana sana. Walikuwa wanatumainia miungu hii. Ngo basingira kuko arico kibahesha. Kwa maana ndicho kinawapa baraka. Kwa mfano umugisha wo gutunga, baraka ya kuwa tajiri, umugisha wo kuzaa, baraka ya kuzaa, umugisha wo gutsinda intambara, baraka ya kushinda vita, umugisha wo kweza imyaka, baraka ya kuzalisha, umugisha wo kororoka, baraka ya kupanuka zaidi, baraka ya kuwa na anga nzuri. Hayo yote walikuwa wanafanya. Waefeso walikuwa wanatumainia ya kuwa umugisha wabo wose, baraka yao yote muzokomoka ngaho itatokana na hapo. Nico cyatumye Paulo ndio maana Paulo atangiza kubabwira umugisha, akaanza kuambia baraka. Ariko umugisha yababwiye
baraka aliyowaambia ni baraka za kiroho. Sura ya kwanza mstari wa 3 inasema mfalme Mungu Baba wa Yesu Kristo, kwa maana ametupa ndani ya Yesu Kristo baraka zote za mbinguni. Paulo alikuwa mtaalamu. Paulo nampenda. Paulo nimempenda tena. Imenifanya nisome nyaraka zake zote. Ana nyaraka 13. Imenipa juhudi ya kusoma nyaraka zake ili nisielewe zaidi. Paulo ni mzuri. Paulo amesema vizuri. Paulo ameandika vizuri. Alipoangalia Waefeso akaona ni watu wanaopenda baraka sana, kwa maana walikuwa wanasujudu Diana, walikuwa wanajua baraka zao zote ya kuwa zinatokana hapo. Akaanza akiwaambia baraka hizi, lakini hakuambia baraka zinazoshikika. Akawaambia baraka za kiroho. Akasema Mungu wa Yesu Kristo asifiwe, kwa maana ametupa baraka ndani ya Yesu Kristo yote ya mbinguni. Kati ya yeye muriwe tumebarikiwa kwa haumugisha hata milele iteka ryose. Nijibu la mahitaji yetu, niwe uzusubiza ibibazo la mahitaji yetu, ni gisubizo cy'ibibazo byawe. Ndani ya Yesu, uri muri Yesu una vyote, ufite byose. Amen. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maana mwami wacu Yesu, Mungu wa baba wetu Yesu Kristo. Nami nimesema asubuhi hii, mwami maana yacu Yesu, Mungu wa amani baba Yesu Kristo. Usifiwe Bwana. Usifiwe data we. Usifiwe Bwana. Kuko waduhera imigisha yote. Maana umetupa baraka zote mwami Yesu katika ndani ya Yesu Kristo. Hallelujah. 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 Sio mimi tena kisobana, hayo yanitosha. Sio mimi tena Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Kumugira kuwa na yeye nukugira byose ni kuwa na yote. Paulo yifuje ibibazo bitatu. Paulo amejiswali maswali. Kicha gatatu cha Filipi. Waraka wa Filipi. Hari ibyifuzo bitatu yifuje. Kuna vitu tatu alitamani. Hallelujah. Hallelujah. Yaravuze ngo mboneke ndi muri we. Amesema nionekane nikiwa ndani yake. Hallelujah. Hallelujah. Hatukuze. Asifiwe. Kwa navuze ngo ndifata kugira ngo nje kunezerwa nyuma nje kumshamu. Mboneke ndi muri we. Niweze kuonekana nikiwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kandi ngoshikamye muri we. Na nikiwa nimeimarika ndani yake. Tatu. Kugira ngo mfatire, ili niweze kushika icho yafati kile alichonishikia. Ni ni mahitaji matatu aliyokuwa nayo. Nionekane nikiwa ndani yake, na nikiwa inaimarika ndani yake niweze kuchukua kushika kile alichonishikia. Sio mimi tena Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Sio mimi tena Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Paulo akamwandikia Timotheo. Akamwambia Timotheo, lakini kumtii Mungu ukiwa kumeambatana na moyo unaodhiridhika huleta faida nyingi. Ariko Yesu we, ariko mwami Yesu we, mfalme Yesu. Yanitosha neema ya Mungu, ndio uzima kuyatambua kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Akiwa amefika ndani ya mtu, akiwa amefika ndani yako,
zose zizazishira, kiu yote huisha, akagomorora, na anaweza kufungua, akazana amahoro, analeta amani. Izo kurya bikaburuka komeza kugira amahoro, Chakula ikiisha unabaki na amani, komeza kugira amahoro, watu wakifa unabaki na amani, kugira amahoro, unaendelea kuwa na amani, kuvuga nao amahoro akaza, wanakusema vibaya unakaa na amani. amahoro ndazagurwa, amani haiwezi kuzuiliwa, inaonekana mara moja. Yesu akiwa ameingia ndani, mfalme ngami ashimwe Imana, asifiwe Bwana, uko muri Kristo Yesu, kwa maana ndani ya Yesu yaduhaye imigisha Yesu, ametupa baraka zote ya hano ho mwijuru za mbinguni. ela Mana ishimwe. Haleluya, data himbaza, asifiwe Yesu, data himbaza, asifiwe Yesu. ija gucungura bakomeye, kama angelienda kukomboa walio wakuu, ahari sino kuyusa, maybe singekumbuka. zabivuga iteka ryose abantu nubwo bamwe bari sasa kumwe gusa nikibuza bigize gute. Wanga nasema mara nyingi wamoja wanasema Yesu yagize neza nziko yangu, najua pahali Yesu amenitoa, ndicho Yesu yakoze mu muryango, najua kile Yesu amefanya kwa jamii yangu, ndabizi kenshi, najua mara nyingi nziko yamposheje amarira menshi, najua amenivuta machozi mengi, zagahinda ka mu gitondo mezezi, najua huzuni ya asubuhi nibuka gahinda ka mu gitondo ndyamye mukime, nakumbuka huzuni ya asubuhi nikiwa nimelala, mu gitondo karekara abandi baryana, nakumbuka asubuhi wengine wakiwa wamelala, nibuka masararo y'amazi saa 8 abandi baryana, nakumbuka nikiwa majini saa 8 wengine wakiwa wamelala, nakumbuka Yesu nikimlilia, Bwana unitendee wema, Bwana amenitendea wema, umenitendea wema Bwana, sitakutoka wewe, nitaendelea kuwa kwako wewe. Haleluya, maana umwijuru ishimwe, Mungu apewe sifa, kuko yaduhereye muri Kristo, kwa maana ametupa ndani ya Yesu baraka zote za kiroho. Kubimenya nibwo buzima visama horadashira, duiwe nawe nuwanje arazi najajamuzi, kubimenya nibwo buzima visama horadashira. Turetse uburyarya n'ukuri, tukiacha unafiki, Yesu arakuzi, Yesu anakujua, nawe uramuzi, nawe unamjua, mubana ryari, mnakaa naye lipi, nimurye muzamurana na Yesu, mnalala na Yesu lini, abandi basinzira, ni asubuhi wa usiku wa manane wengine wakilala, asubuhi ni ryari mubana na Yesu, ni lipi? arakuzi, Yesu anakujua, nawe uramuzi ko, nawe unamjua kweli. turetse uburyarya, tuache unafiki. ariko Imana y'umwami wacu Yesu, lakini Mungu asifiwe, kuko yaduhereye imigisha yose, kwa maana ametupa ndani ya Yesu muri Kristo Yesu baraka zote ndani ya Kristo. Nani haga icyubahiro, apewe sifa Mungu. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, atukuzwe Mungu wa milele, asifiwe Mwokozi. Icyo gitoro ryatangiye, kanisa likaanza amaze kubabwiriza, amaze kwakira Yesu, baada ya kupokea Yesu, amaze kubabwira Yesu, baada ya kuambia Yesu, kwa abantu bareka ibyaha byabo, watu wakaacha dhambi zao, kwa barozi batangira kuzana wachawi wakaleta uchawi wao, Paulo ngorabitwika, Paulo akachoma, abantu barahindukira, watu wakageuka wakamgeukia Yesu. Gitoro ryatangiye Efeso, kanisa likaanza Efeso, kubera ko Paulo yarazi, kwa maana Paulo alikuwa anajua Efeso kubakundi imigisha, wa Efeso wanapenda baraka, cyo cyatumye atangizanya umugisha, ndio maana ameanza na baraka, ariko noneho ababwira imigisha, lakini akawaambia baraka yo mwuka ya ndani ya roho, tandukanye n'imigisha, tofauti na baraka. Muri urwandiko, kwa waraka huu sinyivuga yose, sitasema yote, yababwiye imigisha 11, amewaambia baraka 11 baboneye muri Yesu, ambao wamepatia ndani ya Yesu. Wacha niseme mbili muri Yesu, katika Yesu. Muri urwandiko, kwa waraka huu Paulo akawaambia baraka 2 twaboneye muri Yesu, ambao tumeona ndani ya Yesu. Neno la kwanza, twahawe Yesu, tumepewa Yesu nk'umucunguzi, kama mkombozi, umwishingizi, na tena anayetusimamia. Iteka umucamanzi yambonye amaraso, Bwana mhukumu akiniona na damu hawezi kunihukumu, ananiita mtakatifu, amenikomboa, na alafu akaweza kunisimamia. Wacha kunikomboa, amenisimamia hata hafi, nami siwezi nikafa. Baraka ya kwanza tumepata Yesu kama vile msimamizi. Aranzi
agenda muzi kubimenya nibwo buzima bisama buragashira. Hallelujah. Hallelujah. Uiwe nawe nuwaje arasi agenda muzi kubimenya nibwo buzima bisama buragashira. Sadcha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kabiri. Pili, Ngo twaherwa umugisha yose muri we. tumepewa baraka zote ndani yake. Yini imigisha yose uherwa hanze ya Yesu. Baraka zote nje ya Yesu Ntabwo ari imigisha. si baraka. Imigisha nyayo twaherwa. Baraka zote tumepewa Muri we. ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe. Uruhare rwo butatu. Avuga mu ruhare rw'abantu batatu. Anasema jukumu ya watu watatu. Uruhare rw'Imana Data. Jukumu la Mungu Baba, Imana Umwana. Mungu Mwana N'Imana Umwuka Wera. na Mungu Roho Mtakatifu. Uruhare rw'Imana muri urwandiko. Jukumu la Mungu Baba Ngo niyo yagambiriye kuduha gakiza. ndiye alikusudia kutupa wokovu. Ngambi wagakiza ni Imana yagambiriye. Mpango wa wokovu Mungu ndiye Uruhare rwa alikusudia. Yesu. Jukumu la Yesu Niwo wabaye umwishingizi. ndiye amekuwa msimamizi. Wako gakiza Imana. Ndiye alisimamia wokovu hiyo. Uruhare rw'Umwuka Wera. Jukumu la Roho Mtakatifu Niwe uduha gukomeza. ndiye anatupa kuendelea Ako gakiza twahawe. kushika na kuimarisha wokovu Roho hii. Mtakatifu. Nta Mwuka Wera Huwezi tushobora na gufata kuenenda no gukomeza katika wokovu mugakiza bila usaidizi hatariho wa umfasha Roho Mtakatifu. bw'Umwuka Wera. Huwezi kamwe tushobora kushikilia gufata na kuendelea kutendenda ndetse no gukomeza gakiza. katika wokovu huo. Imana niyo yatanze plan gakiza. Mungu ndiye ameweza kupeana plani ya wokovu. Yesu aragashisarakisha. Yesu akaweza kufikisha na Mwuka Wera nawe Roho na yeye niduha imbaraga anatupa nguvu zo gukomereza za kuweza kuimarika na kushika wokovu hii. Manshi. Asifiwe Yesu. Manishimwe. Apewe sifa. Muri mzara ngo twashima Imana yuko twavuke. Mwimbaji akasema tunamshukuru Mungu kwa maana tumezaliwa kwenye utawala wa Yesu. Monone wao. Kama tungelizaliwa kwa watu wa Shetani. Kwa hivyo angekuwa na tekelea. Na hata tukiwa tumefunga. Lakini yote Bwana akaondoa. Na akabishimiramo cha kuweza kufurahia. Tangu munezero. Ama kutabasamu. Chumba cha 6. Atito ni chumba ch'intwaro. Ni chumba cha mashujaa. Ni chumba ngo ni mu rwambariro. Ni katika kuvaa pahali wanavalia. Pahali mashujaa wanavalia. Twirukanga twihuta. Tukienda kwa kasi. Mwanya watu uracyahari. Muda bado upo. Ubwo rero kwa hivyo sasa twinjiye mu isomo ryacu. Tumeingia kwa somo letu. None hararangiza ryari. Atamaliza lipi? Ndarangije Mungu. Nipo karibu kumaliza. Ndarangije, haleluya. Popo karibu kumaliza. Ayani turakomeza ni mugoroba. Mengine tutaendelea jioni. Kwa hivyo turatanga tuvanye bose uzuse. Tumesema tutaulizana, je, uamsho nini? Mucyongereza. Katika Kiingereza. Bajita ngo ni revive. Wanasema ni uamsho. Hariko igirwe n'amagamba agera kuri amagamba abiri. Kuna maneno mawili. Haisho bita ngo ni ri. Kuna r suffix. Nako prefix. Ambayo inaanza ivuga ngo ni ri. Inasema ri. Ikice cha kabiri kama ngo revival. Ya pili inaitwa vibe. Ri. Iyo ri ni kuongera. Ni kuongeza tena. Vival kuwaho. Ni kuishi. Revival sasa. Ukiweza kuunganisha maneno hayo. Inasema ni kuongeza. Kuwepo tena. Na ambaye anaongeza kuwepo. Amewahi kuwepo. Alafu anakufa. Anahitaji tena kufufuka. Biblia ikasema amka na uweze kufufuka. Kristo akuangazie. Haleluya. Haleluya. Tufite abakristo benshi bafu. Tuna wakristo wengi wamekufa. Uko abifu zitatu. Kwa maana kuna vifo tatu. Harufurwa mu mwuka. Kuna kifo cha roho. Harufurwa mu mubiri. Kuna kifo cha mwili. Akaurufurwa iteka. Kuna kifo cha milele. Urufurwa mu mubiri. Kifo cha mwili. Ni kutandukana k'ubugingo. Ni kuachana kwa nafsi pamoja na roho. Urufurwa mwuka.
wa kiroho ni mtu usabana bwe n'Imana, uhusiano wake na Mungu unaweza kukatika. Tagisenga, haombi, takihana, hatubu, tagitanga icyacumi, hatoi fungu la 10, hasomi ijambo ry'Imana, hasomi neno la Mungu, hamurimo w'Imana, hakuna kazi ya Mungu, hatabimugiye, hakuna kile inamwambia, anaingia tu vile anavyotaka, anazasibu kwa shate, pengine anakaa vile anavyotaka, anashinda akilala saa zile hana kazi. Mubimenyetso tutakugaragaza, kwa ishara utakuja kuonyesha ambayo inadhihirisha mtu amefika mbali. Ndabivuga ndeke kujaminga, nitakuja kusema ndeke gusimbuka. Cha tusiende. Haleluya, haleluya. Ubuzuse niki? Uamsho nini? Nukongera kubo, ni kuongeza tena Kiswahili bavuze neza. Kwa Kiswahili wamesema vema. Uamsho ngo ni udhihirisho wa nguvu za kiroho mtakatifu, ni kugaragara kw'imbaraga z'umwuka wera ambazo huleta urejesho kamili, zazongera kandi kuzana kwembuka wa kiroho moyoni, mu buzima bw'umwuka wera. Nitarudia neno hilo, turasubiramwo. Uamsho ni nini? Ubuzutse niki? Ni udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu, ni kwigaragaza kw'imbaraga z'umwuka wera ambazo zinaleta zizazizana urejesho kamili, zazongera kandi kugarura uzima wa kiroho zuzuye ubuzima bw'umwuka mu mubiri w'umuntu. Ni imbaraga, ni nguvu ambazo huleta kubaho kumwuka w'Imana, kuishi kwa Roho wa Mungu, kaza n'ubuzima kandi inaongeza tena kuleta urejesho wa uzima ndani ya mtu. Ubuzima bw'Imana ikongera Mungu tena anaweza kurejesha uzima. Mungu anaishi tena, anaifikiria asubuhi, anamfikiria jioni, anamfikiria usiku, anamfikiria Mungu, anafikiria kumtumikia, anamfikiria Mungu. Anaongeza tena uhusiano wake na Mungu, inaongeza tena ile ikiwa imerudi ni kugarurika kubuzima wa Roho Mtakatifu, kumwuka wera ndani ya mwili wa mtu, mu buzima bw'umuntu. Imana aragarutse muri wowe, Mungu amerudi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Iyo bwagarutse, ikiwa imerudi, hauzuari bibi bamugiriye, hakuna yule anahesabu mabaya, anasamehe, asayihangana, anavumilia, akunda bose, anawapenda wote, ntabwo akiri imanza abantu bose, hata hukumu watu wote. Kwa nini? Umuntu muzima, mtu mkubwa azakora ibizima, mtu mzima anafanya mambo, na yule ambaye amekufa anafanya ya wafu, kandi imirimo y'abafu na kazi za wafu. Paulo amesema katika Wagalatia, akasema ona kazi za mwili zinaonekana ni hizi. Anasema kama 12, anasema yote. Lakini mtu akiwa katika uamsho, yari mu buzutse, pata urejesho, azongera kandi kugarurirwa, azongera kubona imbaraga z'umwuka wera ndani ya maisha mu buzima bwe, anaanza kusamehe, akatangira kubabarira, akihanganira abandi, agakorera Imana, kazi zote, imirimo yose anazifanya kwa upesi, akazikora zoroshe. Kubera iki? Kubera ko ubuzima bw'umwuka wera bwongeye kandi kugaruka. Mungu akurejeshe uzima katika yako ndani ya Yesu. Wewe ambaye uombi, wewe usomi neno, wewe upendi kusamehe, wewe ambaye unasukuma kwa kazi, hakuna kingine kinachofanya, ni udhaifu, ni kusinzia. Mtu akiwa ameamuka anakuwa mwepesi, anakuwa mwepesi. Wanaenda twende kufanya usafi. Kuna wamama hapa hajawahi kukanyaga hapa kwa kanisa, eti aende kupanguza hata kiti moja hata. Kuna wengine anakula sadaka kuanza Januari mpaka Desemba, haimwambii kitu, anashiriki anavyotaka, anala vile anataka, ntachoitaye inawahusu wengine. Lakini kuna vile amesema Ezra wakamwambia hivi, Ezra simama, kwa maana kazi hii ya kuhusu wewe, nawe ya kuhusu. Hata kama unajitaulisha, hata kama ujali, nawe inakuhusu. Na kena kinachounuzunisha, kwa kuwa siku moja utakaa mbele ya macho ya Mungu na kuulizwa. Utakataa kufanya, lakini utakataa kuulizwa. La, haiwezekani. Biblia husema kwa maana sote tutaweza kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Tunaweza kuhukumiwa na hukumu kulingana na kazi tulizofanya, ikiwa nzuri ama mibaya. Hiyo ndio uamsho. Uamsho ni maisha ya kiroho ambayo inarejea tena
ndani ya moyo wa mtu urejesho ni ukugarurirwa, ukongera kubaho, kuishi tena. hari amagambo 7 kuna maneno 7 asobanura ubuzutse ambayo yanamaanisha uamsho. ndavuga ngo nugukanguka, ni kuamka, nuguhagarara, ni kusimama, nukugenda, ni kutembea, nugukora, ni kufanya, nuguhumeka, ni kupumua, nibindi zose. mengine yote Ayo yose asobanura. hayo yote yanamaanisha uamsho. Ese turi kumwe? Tuko pamoja. Nabarambiye ndangize. Nimewachosha. Haleluya. Haleluya. Yesu Imana shwe. Tumpe Bwana utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Sasa tuvana umuntu mukuri, tukavana umuntu muri musheni hano tukamushitsa ushauri moyo, tukamugarura, tukamujana ngahe. Tunatoa mtu hapa tunaenda naye shauri moyo, tunarudi naye. Meza y'ubugingo. Kuliko maneno mazuri ya uzima. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Iyo rero ubuzusa bwase. Uamsho ukija. Tuachane muri jambo rya mbere. Tupo kwa neno hilo la kwanza. Inaleta nini? Ngo unaongeza. Zayongera kugarura. Nguvu za kiroho. Izayongera imbaraga z'umwuka we. Ikireje. Unarudisha. Zigarura nguvu za kiroho imbaraga z'umwuka we ndani ya watu mu buzima bw'umuntu. Pili, kabiri, unaongeza uchumi. Izizana umugisha, baraka. Tunzi baraka. Inaleta baraka. Izayongera kuzana umugisha. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Daudi yaravuze ngo, Daudi akasema, ngo nari umusore, nilikuwa kijana, ngo none ndashaje, bali ni mzee. Sijawahi ona arekwa. Sijawahi ona maskini akiwa rusabiri. Ama uzao wake uombaombe. Iyo uzuse bwaje. Uamsho ukija, unaleta na uchumi. Uzongera kandi kuzana imigisha. Inyasikira gute? Unaondoa laana zote. Sasa umuntu umwe yarambwiye. Mtu ameniambia. Sitasema. Kwani mgukore faranga. Natumikia pesa. Pesa nakosa. Natumikia pesa. Nakosa. Mungu umurondo simuzuma ngisa. Roho ya kuchunguza. Agihaganira Mungu arambira ngo ntakina zira. Alipokuwa akiongea nikamwambia. Mwambie kama muulize kama anatumikia Mungu. Wewe ukagutanga ishimwe ryari? Umewahi kutoa shukrani lini? Mtu wonye yishimye mu mutwe. Mtu ukiona amejikuna. Ukabona umuntu yishimye mu mutwe. Unaona mtu amejikuna? Ababizi abazamenya kuko. Anajua tayari. Aho. Yewe ibyari heruka gutanga icyacu. Umetoa fungo la 10 lini? Sinkivuga igihe yambwiri. Sijui vile ameniambia. Sitasema. Haleluya. Ndamga tesani ibyari heruka kugirira hamwe neso. Haruni weruka kugira neza. Kuna ndugu ambaye amewahi kutendea vema. Ndamwaza ati none. Kamuuliza sasa. Uratekeze ngo umugisha. Unafikiria baraka hiyo utaitoa wapi? Yesu akasema neno zuri. Alipokuwa akiaga wachungaji katika Meleti. Alikuwa akiwaaga wachungaji wa Efeso. Akasema nimekuwa nanyi siku zote. Nimekuwa kielelezo kizuri. Wakati wote nikiwepo. Sikuwahi kuwasumbua. Kwa maana nimeishi kwa mikono yangu. Akasema chunga kondoo la Mungu bila kusukuma hata. Na tena kumbukeni neno hilo Yesu amesema kutoa kunatoa baraka kuliko kupokea. Unadhani hiyo laana imekuja ndani yako? Unaweza ukatoa baraka wapi? Amen. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Ndakadekera hongana niye kuvuga ijambo rimwe ariko mwuka arambwiye ngo ndibyihorere. Ubwenge ga nuko ubwenge sigara frere widose. Biravuga ngo nubura ubwenge nzokureka. Biblia inasema ukikosa hekima nitakuacha. Ubwenge ni grand frere. Hekima ni kubwa. Wakati wa kusema hekima inakwambia yale ya kusema, ya kufikiria, ya kufanya. Hekima. Hekima ni nzuri. Hekima ni nzuri. Wala ambao hawajui kutii hekima yao wanaendelea kusema maneno. Baada ya kusema eti ni hasira. Hasira inakupita. Unasema yale huwezi kusema. Lakini hekima inaweza kutawala hasira. Nilikuwa nikisoma kitabu. Kuna nyakati mbili utakimbia. Moja sitasema. Ukisirika sana toroka ili hasira isikufanye ufanye makosa. Na ukifurahi sana toroka. Kwa maana wakati mtu anasema ukweli wote ambaye yuko moyoni mwako anasema kwa wakati mbili. Akifurahi sana na akisirika. Kana magambo yose mweneda simeza kuvuga. Na maneno hayo si mazuri kufanya. Faransa wanasema ukweli wote si vizuri useme. Kuliko sasa kuzuri. Ukweli wote. Faransa baza verbe modire. Kuna kile ambacho Wafaransa wanasema verbe modire. Kulaani. Iravuga ngo nukuvuga ibibi by'umuntu. Ni kusema mabaya ya mtu. Ari kuvuza ukuri. Lakini ukisema ukweli. Ari ndivyemewe. Lakini haijaruhusiwa. Iyo bigisha ngo verbe modire igomba gukoreshwa gatoya. Wanasema wanafaa kutumia verb hiyo kidogo. Hata kama ni ukweli lakini. Wacha. Ushinzwe. Kwani kuna yule ambaye atakuuliza mtu. Hayo na yani.
kanigarukire. Haleluya. 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 Sanga tatuzamuzana. Tatu inaleta. Ngo muzabo tuba twaguka mu butunzi. Inatufanya tupanuke twagurira imbago. Kifedha. Tunapata baraka. Uamsho ukija. Inatuletea baraka. Biblia inasema Yabesi alikuwa na huzuni kuliko wengine, lakini baada ya kujua akaomba Mungu. Akasema Mungu, akaomba Mungu mambo manne. Akasema Mungu, ngelipa unikumbuke. Pili, unipe baraka. Tatu, mkono wako uwe juu yangu. Nne, uweze kunilinda maajabu yawe mbali nami. Mungu akampa yote kama ameomba. Tukiwa uamsho ndio wakati wa kupanuka kifedha. Anapata baraka, anapanuka. Nimewahi kusikia Gitwaza akisema akiwa Kenya amewahi kuomba visa wakamnyima Australia. Akalia sana. Akaenda kumwomba Mungu, lakini hivi ndio unafanya watu wote. Mungu akamwambia wakati umefika, hutawahi kuomba visa, dunia yote utatembea. Akasema dunia yote hakuna nchi ambayo anaweza kuomba visa wa mnyima. Kwa nini? So akiwa kawaamsho Mungu anampanulia, anafungua milango. Unataka milango ifunguke? Unataka milango ifunguke? Nenda kwa uamsho. Nenda kwenye nyakati za uamsho. Kwa maana uamsho uleta wakati wa kupanuliwa. Sema haleluya. Haleluya. Atukuze Mungu amina. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Urashaka kwagurirwa imbago. Taka kupanuliwa kifedha. Urashaka kuona imani ko rikomeye. Taka kumuona Mungu akitenda maajabu. Weza kurudisha nyakati za uamsho. Mani himbazwe cha. Mungu apewe sifa. Mani himbazwe cha. Apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Gice cha kabiri. Sehemu ya pili. Haleluya. Turacari muri rya jambo rya mbere. Nishaka vuga rimwe. Tupo kwa neno moja. No arakumva ndavuga nkazanga na chikse paye nihuta. Ndayivuga nitonze nibisaguka nzobikomereza. Nitaendelea. Nishaka vuga bizi. Turacari mu jambo rya mbere. Tupo kwa neno la pili. Kanisa. Itorero. Niye ubusutse busa. Wapi uamsho utoka? Ariko aravuga ngo kanisa au mtu fulani binafsi. Yavuze ngo itorero cyangwa umuntu kugiti cye udafite ubuzutse hawezi kufanya mambo yafuatayo. Tashobora gukora ibintu bikurikira. Kanisa, itorero au mtu cyangwa umuntu kugiti cye asiye na uamsho udafite ubuzutse hawezi kufanya mambo yafuatayo. Tashobora gukora ibintu bikurikira. La kwanza, ijambo rya mbere, hawezi kufanya huduma ipasavyo. Tashobora gukora umurimo w'Imana neza. Imbavu ukora umurimo w'Imana ugono. Kwa nini unafanya kazi ya Mungu ukisukuma? Kandi Yeremia yaravuze ngo, na Yeremia akisema afumwe, alaaniwe afanyaye kazi ya Mungu akisukuma. Mtu asipokuwa kwa uamsho hawezi fanya kazi ya Mungu vizuri. Wachungaji, tusidhani Wakristo watafanya kazi nzuri wasipokuwa katika nyakati za uamsho. Kwa maana nyakati za uamsho ndizo zinafanya mtu afanye kazi vizuri. Tashobora gukora umurimo w'Imana. Ndipo unaona anaenda akisukuma, anajisukuma, anaenda pole pole. Mambo yote ni masheria. Mambo yote ni sheria. Ni uamsho unaleta sheria. Lakini uamsho ukiwa ndani ya mtu anakuwa mwepesi. Hawezi fanya kazi. Tashobora gukora umurimo w'Imana. Hawezi fanya kazi. Tashobora gukora umurimo w'Imana kama sipokuwa katika atari nyakati za uamsho. Mu bihe by'ubuzutse. Warusha papa? Hapana. Haleluya. Haleluya. Pili. Hawezi kuwa na nidhamu. Tashobora kugira imyitwarire myiza. Discipline. Hawezi kuwa na nidhamu. Amen. Haleluya. 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 Discipline ni shuri ryayo. Nidhamu. Discipline ikanisa. Itaweza kufunza nidhamu ya kanisa. Ni muhira. Na hata nyumbani. Uzo discipline yashiri. Unajua pahali nidhamu imepotelea. Kera za kuna nubundi za kuna kuivuka. Napenda kusema bakobwa bari mushakana bahungu bagashakana. Wasichana na vijana wanaoana. Kama tangira. Anaanza. Kama tangira musi washatse bamere. Siku wameoana. Ngo Etienne we, I'm sorry. Anamuita I'm sorry for that. Tienda wewe mfuzi. Nigeze nariyo mukano nyine. I'm sorry. Tawe wewe mfuzi. Amen. Nziko mukecuru aza atobikora. Ndabizi. Najua mama aweza akafanya. Nziko atobikora. Amen. Amen. Abandi reka mvuga kandi wenda sinzi. Reka kashi. Akazama muhamagara atariya. Bila kirazira. Hakuna nidhamu.
Sara nyirakuruza w'abadamu ambaye alikuwa ni shosho mkubwa, hakuna hata siku moja ameita mmewe kwa jina mara yote. Alikuwa anasema bwana wangu, bwana wangu. Bigatagira ari shushu, inaanza ni shushu, bigahekera kubigashika kuri tuna runaka, inaanza fulani, bigahekera kuri wambwa we, inafika kwa mbwa wewe. Siko bimu kugenda se, si ni hivyo inaenda, siko bimu kugenda se, si ni hivyo ndabeshe, si ni hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tibaza gaciro kumushumba, hawajui dhamani ya mchungaji. Tibaza gaciro ka bishop na bapastor, dhamani ya wachungaji. Biblia inavuga ngo, na Biblia inasema umushumba mchungaji ahabwe icubahiro, apewe heshima mara mbili, ngo cyane sana sana, urushwa ambaye anachoshwa ijambo ry'Imana na neno la Mungu. Mchungaji ureka umusho hamwe n'umudiyakoni, hata deacon, natwe tuteganirwa kuba umudiyakoni, na sisi tunafaa kuwatii na watii sana, na watii sana, kubera kuko twese, kwa sababu sote turafatanya ibikorwa, tunaambatana kwa kazi, katika kazi. Mtu asipokuwa kwa uamsho hana nidhamu, hana nidhamu tayo, hana kanisa ntagira gute, kanisani hana nidhamu. Nari kuvuga nk'amagambo nkangahe, ariko kubera umutekano wanje kiri Nairobi gari kanziza mwihorere. None se nimbura umutekano sinzo wandi gifu ubwenge buzaba bwagiye, ngomba kwishakira umutekano nyine kuyafuka. Bwana Yesu asifiwe. Udafite ubuzutse, asiye kuwa na uamsho hawezi kuwa na nidhamu. Hari mutugambo kadutatu, hapa kuna maneno kama tatu. Nidhamu ni imyimvire myiza, ni kuwa na ni imyitwarire myiza, mwenendo mzuri, ni imivugire myiza, na hata kusema vizuri, ni imikorere myiza, na kutumika vizuri. Azavuga neza, anasema vizuri, hari imvugo yovuga anaongea vizuri, kuna vile anaongea, kuna vile anaweza kuongea na mchungaji, kuna vile anaweza kuongea na deacon, kera na walio wakubwa kwake. Zamani bagaza twigisha kera, alikuwa anatufunza. Nabonye umupastor mwe twabanaga simu, kwani nimeona mchungaji sitosema, yakiraga abana b'abakobwa n'abahungu, alikuwa na watoto wa wavulana na wasichana, alikuwa anawazoesha, akamwambia runaka niwe mfura fulani ndiye mzaliwa wa kwanza, intebe ari imwe mwinzu mwaka, kiti ikiwa moja ndani yake, nje ugomba kuyicara, mimi ndo nafaa kukalia. Hari ya kabiri, ikiwa ya pili, ni mama wanyu ugomba kuyicara, mama ndiye anafaa kukalia. Hari ya tatu, ni fura, ni mzaliwa wa kwanza. Hari ya kane, ya nne, uko mugenda mukurikirana, vile mnafuatana, nushika mugashika munzu ngashika ndante birimo, ukifika nyumbani upate bila kiti, mwese muzimuke nzicara, nyote msimame nitakaa. Kama kukiwa na mbili, tutakaa na mama yenu. Kama kuna tatu, nitakaa mimi na mama na mzaliwa wa kwanza. Na watoto wa sasa kukosa nidhamu, yule last born anasukuma mama yake kwa kiti, anamshinda miaka 10 lakini anamsukuma, anamwambia uwe ana nidhamu. Ndiye ameweza kufanya azaliwe mbele yako, ni yeye amefanya, ni yeye ameleta. Kera ndibagaza batanga iwacu, ndibagaza batanga umurage w'imfura, so walikuwa wanapeana urithi wa mzaliwa wa kwanza, bagaza bazinka y'imfura, walikuwa wanapeana urithi hata sasa. Sasa wewe last born ndiye unamdharau, kwani wewe ndio umejifanya uzaliwa wa mwisho, umekosa uamsho wa moyo, kwa maana nidhamu hakuna yule ambaye anaweza kuwa nayo bila kuwa na uamsho. Amen. Tumpe Bwana utukufu kama tuko pamoja. Mugisha ukomeye kumenya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ikindi kitoba, jambo la lingine, hawezi kuamudu Mungu kamilifu, tashobora kuramya Imana mu buryo bwuzuye katika roho ni pia kwe, mu mwuka ndetse no mukuri, asipokuwa na maisha ya kiroho, adafite imbaraga z'umwuka we, imbaraga z'ubuvuzi, ntabwo ushobora kuramya Imana katika roho mukuri no mu mwuka. Bena wangabo kama hao ngoni wamandishaka kuba, ndio Mungu anaotaka wamwabudu, ndio wamuombe, wanamuomba kwa ukweli na roho, lakini wewe omba Mungu kwa ukweli na roho bila kuwa na uamsho. Amina. Haleluya. Huwezi tushobora kujitawala, tushobora kwitegeka na kujitegemea, tushobora no kwireba na kujitenga na mambo ya ulimwengu, ndetse no kwitandukanya n'ibyisi bila uamsho, udafite ubuzutse. Tuzotandukanya n'ingeso zakubasa, hutachana na tabia zilizokutawala bila uamsho. Tuzotindukanya n'ingeso zakubasa, hutachana na tabia zilizokutawala
ushize navuza no kwihana no kwatura. Nilikuwa nasema kutubu na kuungama. Kwihana ni kuvuga makosa ya mtu. Nimesema kutubu ni kusema makosa ya mtu. Kwatura ni kuvuga makosa ya mtu. Kuungama ndiko kusema makosa ya mtu. Kwihana no kuya. Lakini kutubu ni kuacha. Sivyo tumesema. Kwatura kuangama kuvuga makosa ya. Ni kusema makosa yangu. Mubabareza ni ibicacu. Nilikuwa naiba fungo la 10. Kwa mbere mkwa kabiri mubabareza ni ibicacu. Munisamee na iba fungo la 10. Mu 2025 mubabareza ni ibicacu. 2025 na iba fungo la 10. Unaungama lakini hujatubu. Lakini kutubu ni kugeuka. Batagira gutanga chacu. Unaanza kutoa fungo la 10. Hiyo ndio kutubu. Amen. Amen. Ejo no natangaye. Nimeshangaa. Nasomye ingaruka ziba mu cyaha. Nimesoma madhara yanayotokana na dhambi. Bambira ingaruka ziva mu busambanyi. Wakaniambia madhara yanayotokana na usherati na uongo. Ingaruka ziva inayotokana na kudakorera Imana. Kutomtumikia Mungu. Nizani ingaruka zikara kuri zishari. Zilikuwa ni madhara hata ya wifu, ya fitina. Nimeshangaa. Namye mfuka mbira Imana ngo Mana. Nimepiga Mungu magoti. Undinde Mana. Unilinde Bwana. Uzao wangu. Amen. Sawa. Haleluya. Haleluya. Reka vuge iki kintu gisigaye binda vuga mu ngoro. Dalili amasarangi. Dalili za kutoweka kwa uamsho. Ibimenyetso byo kutabaho kwa bigaragaza ko ubuzutse bwa Kristo. Inadhihirisha kimenyetso cha mbere. Ishara ya kwanza ngo nukubira inyota amasengesho. Ni kukosa kiu ya maombi. Inyota yiki? Nini? Yiki. Kiu ya nini? Yiki. Kiu ya nini? Amasengesho. Kiu ya maombi. Amasengesho. Kiu ya maombi. Masengesho. Kiu ya maombi. Konda andika natange kuandika kitabu cha masengesho. Nimeanza kuandika kitabu cha maombi. Natange kuandika kitabu cha masengesho. Naanza kuandika kitabu cha maombi. Kusenga. Kuomba. No kuganira n'Imana. Ni kuzungumza na Mungu. Kusenga. Kuomba. No kubishuti n'Imana. Ni kuwa rafiki na Mungu. Kuomba. No kugarura Imana mu nsi. Ni kuleta Mungu katika maisha yako. No kugarura Imana bugi. Ni kuleta Mungu katika maisha yako. Kuomba. 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 Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Amen. Ngani subisho mu muhanga yarantangaje. Mtaalamu amenishangaza. Araremba ngo nirembo rigari rikinguye. Akasema ni mlango uliopana. Ngo ruzariza nima ubushake bw'Imana ku muntu. Ambayo inaleta mapenzi ya Mungu kwa mtu. Gusenga. Kuomba. Nirembo rigari rikinguye. Ni lango kuu lililofunguliwa. Rizariza n'ubushake bw'Imana. Kuleta mapenzi ya Mungu kwa mtu. Ndivyo mwandishi amesema. Amesema kwamba nirembo rigari rikinguye. Ni lango kuu ambalo limefunguliwa. Ni njia imefunguliwa. Ambayo inaleta mapenzi ya Mungu kwa maisha ya mtu. Unataka kumenya ubushake bwawe kuri wewe? Unataka kujua mapenzi ya Mungu ndani yako? Taka mapenzi ya Mungu yaje jamii mwenu. Mapenzi ya Mungu yaje kwako. Iga kusenga. Jifunze kuomba. Kusenga. Omba. Ni nzira ngari. Kwa maana kuomba ni lango pana ambalo linaleta mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. Haleluya. Haleluya. Nikiza cherekana kubusutse bwatangisha. Nini inaleta inadhihirisha kwa upotevu wa uamsho ndani ya mtu? Ni bihebyo gusenga. Nyakati za kuomba. Hapana nini? Si Jumapili. Hata twaje guterana. Hapa tumekuja kushanana wengine wakilala. Maombi ni kumusozi. Mlimani. Amasengesho. Maombi ni mu butayu. Ni katika faragani. Maombi nukurara muri sala abandi baryana. Kulala wengine wakiwa wamelala. Yo! C'est l'état de la solitude. Ni ile wakati wa kujitenga wako pekee. Ce qu'on appelle la vraie prière. Ile ukweli ya maombi. Laisse-moi le répéter encore. Wacha niseme. La vraie définition de la prière. Ile maana ya kweli ya maombi. C'est le moment de la solitude. Hiyo ni nyakati ya kujitenga avec Dieu. Kwako na Mungu. Lini umewahi kwenda kujitenga na Mungu? Umeenda kuchukua muda na kwenda kuomba? Lini umelala ukiwa na Mungu? Ishara ya kwanza ambayo udhihirisha ya kuwa udhaifu umeingia ndani ya mtu ni wakati hakuna maombi. Ameisha. Anabaki na kiu ya WhatsApp. Anabaki na kiu ya habari. Kiu. Kiu ya kupiga magoti na kuomba Mungu inaisha kweli. Kama imekufikia nyakati ya udhaifu imekufikia. Udhaifu umekufikia. Kama upige magoti tena uombe Mungu, nyakati za udhaifu zimekuingia. Kwa maana kuomba ni ishara ya mtu na uamsho. Mungu apewe sifa. Mungu apewe sifa. Mungu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Dalili ya kwanza, ikimenyetso cha mbere upoteza kiu, ni ugutakaza inyota yo gusenga. Ariko zinyota gusenga. Unajua kiu ya kuomba
Kitu kimoja ambacho nilikuwa napenda huko kwetu na napenda sasa pia nikifika kwetu na Mungu apata kaini hukumu. Mungu anajua yale nasema ukweli. Mungu mnajua wewe na Baba na Roho Mtakatifu mnajua ni ukweli. Nikivuka ardhini mwa Kongo, kitu cha kwanza ukuja wanga, naona nyasi hizi, naona pahali pa kujificha. Nikiona pahali kuna poli, naona naweza kwenda kuomba. Nikiona mtu anasema naweza kuombea hapa. Mengine anakuja baadaye. Mengine huja baadaye. Kiu ya kuomba imeisha. Unakumbuka kuomba. Kama ukumbuki kuomba, hicho ni kimenyetso. Ugutakara kwa uamusho kwa zote ndani ya maisha yako. Uzima bwawe. Pili. Kabiri. Nikupoteza. Nugutakaza hamu, inyota ya ibada, inzara ya materaniro. Biblia sivuga ngo Biblia usema timukibagwe gutera. Msisahau kushiriki. Kuko bamwe babyibagiwe. Kwa maana wamoja wamesahau. Wakafanyaje? Wakaangamia. Biblia usema kama vile chuma unoa kingine, ndivyo nasi tunanoana. Biblia usema je, mkishiriki inakuwaje? Anayejua kuimba anaimba, anayejua kuomba anaomba, anayejua kuongea neno anaongea. Yote anafanyika ili mwili wa Kristo uweze kujengwa. Mtu analala hasi mgonjwa, hayuko na baridi, hana nini, analala saa hii imekuja, eti atafuatilia online. Hiyo tabia nayo imekuja. Ni kama vile watu wanaacha Biblia nyumbani, mtu analeta simu. Anaacha Biblia, anakuja na simu, kweli. Nufungura Biblia telefone, ukifungua simu uzakupitana na mashusho ya mkozo soni, utapatana na picha za haya message ambayo wamekutumia. Mazozano yamefanyika jamini, utapatana matatizo ya Kongo. Lakini ukifungua Biblia utapatana na picha za uzosanga mu Matayo, utapata Matayo, uzosanga mu Yesaya, utapata Yesaya. Nuko abakurikiye Uwiteka wanamfuata Bwana bazogenda ntibazonanira, wataenda hawatachoka, bazaguruka, wataweza kuruka. Ni haya maneno nini mbango yata abantu wasikama yirwimira ngo wana matera. Mtu anashinda nyumbani eti ni ibada, eti nitafuata kwa WhatsApp akantu kamwe, anapitisha kitu moja. Naereza kujya mandaro ndiko Kibuye, nimelala nikaota nikiwa huko Kibuye, nikaota mtu fulani, sitamsema, ndamurota na kaota narakurose papa, nimekuota kweli, kandi ni umugabo mwizina rya Yesu, na ni mume katika jina la Yesu. Naramurose, nikamuota, naramurose kabisa, nimemuota. Nuva zomubwira, nuva kumwuka mbwira umuntu wasumbwira ngo ngende umuririmbire ngo. Roho akaniambia aenda ukamwambia hivi, wari umunyabwenge, kama ungelikuwa mwenye hekima wahasha kuita ku iherezo ryawe, ungeliweza kujali mwisho wako. Nitamwalika nimuimbie. Arambira ngo yaba wari umunyabwenge, kama ungelikuwa mwenye hekima ungelijali. Naringiza kuvuga ijambo ryambwe kuri ryo ndiko ryihorera, ningelimsema neno ameniambia kwake, lakini wacha niache. Maana wewe mwasi, Mungu amutakase. Haleluya. Kutoweka, gutakara, kwa hamu, kwinyota.